Yeah. Sasa kwa maana gani? Kwa mfano kama ni mfanyakazi wa serikali kalipwa mshahara withdraw utaingia kwenye card. Akienda kwenye kituo cha mafuta ataswipe card yake, atalipia transaction yake. Akienda kwenye kantini ataswipe hivyo hivyo. Kwa kumbe mjumuiko na mzunguko mzima wa pesa ni rahisi kuwa recorded na kufahamu kwamba ile demand and supply of a particular currency katika wakati fulani inakuwa iko vipi. Lakini kama sisi tunaotumia hizi sarafu za moja kwa moja, inakuwa ni vigumu kujua nani katumia kiasi gani wakati gani. Kwa ndo maana tutakutana na sarafu kama hizo. And kwa zamani zaidi hii swala la forex, biashara ya forex imekuwa ikifanywa na large business institutions, ikifanywa na central banks, ikifanywa na government banks, ikifanywa na banks za kibiashara, kwa sababu ndio watu wenye mitaji mikubwa katika forex. Lakini recently kutokana na mapinduzi ya kiteknolojia, hata sisi retail traders tunaweza tukafanya forex, tunaweza tukafanya hii foreign exchange kutokana na intermediate, mtu anayetuunganisha sisi katika market ambaye ni broker. Tutakuja kufahamu baadaye mabroker wapo aina tofauti tofauti. Kwa ndio wanaotuunganisha sisi katika market. Unafungua account yako chini ya broker kwa sababu yeye ni mtu mwenye mtaji mkubwa ambaye ana uwezo wa kuchukua large share katika market. Kwa yeye ni mtu ambaye ana dhamana, amesajiliwa kabisa na leseni. Anafanya nini? Anaweza accommodate watu wengine wakafungua account chini yake, kwa wakawa na trade through that process. Kwa kutokana na sisi tuna mitaji midogo, mtaji kuanzia hizi $1 kuja mpaka dola laki kadhaa, dola milioni 1, ni pesa ambazo wewe mwenyewe huwezi kuingia physically katika market, lakini unaingia kupitia kwa mtu ambaye ni broker. And katika hizi biashara kama nilivyosema kule kwa wenzetu, hatutumii sarafu za Kitanzania kama tunavyoona za Kenya, lakini kule kwa wenzetu kuna vitovu vya biashara hii kwamba originate wapi na ule mfumo mzima unaratibiwa wapi ili biashara hii iweze kuproceed. Vitovu vya forex kidunia tutakuta kama tuna New York, tuna Frankfurt, tuna Japan, tuna New York, Frankfurt, tuna Sydney, tuna Tokyo. Kwa vitu kama hivyo, katika hayo maeneo ndio sehemu ambapo forex inakuwa inafanya nini? Inaratibiwa kidunia kwa kiwango kikubwa, na ndipo watu wanaoenda katika zile stock exchange wanafika physically. Lakini sasa sisi tunafanya online like this. Na forex inafanyika vipi? Tunaweza tukawa tunaona chart kabla hatujaenda mbele kujua nani nyingine. Tuone kwamba forex kwanza inafanyika vipi. Tuna aina za watu wanaofanya biashara katika forex. Aina za watu wanaofanya biashara katika forex zinatofautishwa na muda ambao watu wanakaa katika soko. Kwa mfano, aina ya kwanza tuna watu ambao ni scalpers. Hao ni watu ambao hukaa katika soko kwa muda mfupi zaidi ukilinganisha na traders wote. Hao wanafanya analysis zao katika lower time frames kuanzia 1 hour kushuka mpaka 1 minute. Kwa wanakaa kwenye soko ndani ya dakika 10, ndani ya dakika 15, ndani ya dakika 5 anachukua profit zake anaondoka. Lakini vile vile tuna hao ambao ni day traders. Hao ni watu ambao wanafunga profit zao ndani ya siku, alafu baada ya hapo tuna swing traders. Hawa ni watu ambao wana hold profit zao kwa siku kadhaa. Anaweza kukaa kwenye market kwa siku 3, siku 4 na kuendelea. Lakini finally tuna position traders.
Kwa hawa ni watu ambao wanakaa kwenye soko kwa wiki kadhaa, miezi kadhaa, mpaka kufika mwaka. Kwa hawa ni watu ambao wanakaa sokoni kwa muda mrefu zaidi, na ndio wanaosadikika kuchukua faida kubwa zaidi. Tutakuja kuona tofauti za hawa watu kwamba ninavyosema kukaa sokoni na kufanyaje inamaanisha nini. Nadhani hapa mbele tunaona chart iliyokaa hivi kama hii, kila mtu anaweza kuiona ina move. Kwa huu ni muonekano tu, ni muonekano wa representation za data. Hivi ni vitu ambavyo vinatokea katika market. Kwa nadhani kwa watu ambao wamesoma mathematics, tuna ile unakuwa umepewa data labda umepewa labda 12, labda 21, 23, labda hizo kuna data nyingine zitajirudia labda. Sasa mwisho wa siku labda hizo ndo data uliopewa, alafu ukaambiwa uzirepresent kwenye graph. Kwenye graph labda ni histogram au ni graph gani ambazo tuliziona huko nyuma. Kwa utakuta kunakuwa na kupanda, kuna kushuka, kuna kupanda na kushuka, kwamba ile data inaapia mara ngapi katika value zile ulizopewa. Kwa hiki nadhani kila mtu yuko aware. Sasa tunakuja katika forex, hizi chart zinakuwa zina represent vitu vinavyofanyika katika market katika wakati fulani. Kwa mfano hizi data naweza nakuwa na maanisha nini ninavyosema hizi data kwamba zimekuja kuwa represented kwenye graph like this. Kwa mfano unaweza tusemee kwa watu ambao wako Dar es Salaam, unaweza ukafika pale Mlimani City. Mlimani City kuna magari yanaingia na kutoka, yanaingia asubuhi, yanaingia mchana, continuously kuna yanayoingia na kutoka. Lakini tunaweza tukaweka system pale gate ambayo inakuwa ina record magari yanayoingia na magari yanayotoka. Na actually hicho kitu kipo, kwa sababu kila unapoingia na gari lazima utalipia, wakati wa kutoka lazima utalipia. Kwa hiyo kama record ikiwa inachukuliwa inakuwa inaorodheshwa. Let's say pale asubuhi kuanzia saa 1 mpaka saa 4 yameingia magari labda 71. Labda tuseme kuja kuanzia saa 4 mpaka saa 6 yameingia magari labda 35. Kuanzia saa 7 mpaka hiyo saa 6 labda mpaka saa 10 yameingia labda magari 85. Mpaka saa 12 labda yameingia magari 57. Kwa data kama hiyo inakuwa recorded, lakini kwa range labda hii ni range ya masaa 5, hii ni range labda ya masaa 3, hii masaa 2. Kwa sio kama magari yanakuwa yanaingia kwa kufanana. Na ndio maana tukija kuona katika representation yetu, hii graphical representation, tunaona hizi chart, hizi bars ni candlestick, ndio jina lake, zinaitwa candlestick. Zinatofautiana ukubwa. Kuna nyingine ni kubwa zaidi, kuna nyingine ni ndogo zaidi. Kwa hiyo ndio maana yake kwamba candlestick moja, candle moja inakuwa ina represent a certain data ambayo imetokea katika wakati husika. Kwa ndo kama tulivyoona candlestick ambayo itakuwa imebeba haya magari yaliyoingia 71 itakuwa inatofautiana ukubwa na iliyobeba magari yaliyoingia 35, lakini labda zote zina interval of time kuanzia saa 1 mpaka saa 4, saa 4 mpaka saa 8, saa 8 mpaka saa 12. Kwa zote zina interval ya masaa 4, lakini hatuwezi kucontrol kwamba ni magari mangapi yataingia. Lakini tutakuja kuona labda asubuhi yanaingia mengi zaidi, muda unaofuata yanapungua, labda yanaongezeka. Kwa tunaweza tukaangalia katika upande wa namna hiyo. Lakini katika representation hiyo ni katika upande wa candlestick, lakini kuna muonekano mwingine ambao labda ni katika upande wa chart, line chart. Line chart inaonekana hivi kwamba inakuwa inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Hii nadhani kila mtu yuko familiar kabisa, anaweza akarepresent hichi kitu kwa watu ambao wamepitia hesabu, kwamba unaweza kurepresent data kwa kutumia line, na line inakuwa na mark some point, na mark point ambazo zinakuwa zina touch ile line. Lakini tukija katika forex wamependelea zaidi kutumia candlestick, kwa sababu candlestick ni kama imerepresent in a digital way, kwamba kila candlestick husika imebeba information ambazo zimetokea at a particular time. Tutaona hapo baadaye kidogo, tuna vitu vinaitwa time frame. Time frame ni kipindi cha muda.
kipindi cha muda ambapo a particular event ilikuwa inatokea. Kwa mfano hapa tuna time frame ya kuanzia 1 minute, tuna time frame ya kufika mpaka 4 minutes, tuna time frame ya 15. Hizo zote ni time frame. Kwa inakuwa imecarry information ya kitu ambacho kilitokea at a particular time. Kwa mfano na maanisha nini ninapokuwa nasemea hii time frame? Let's say wewe ni mtu ambaye unamiliki mgahawa. Kama wewe unamiliki mgahawa, utasema labda asubuhi wateja wako wanapokuja, labda kwa siku, maana kama unamiliki mgahawa kwa siku na estimation, labda unauza tuseme mchele, labda tuchukulie peke yake mchele unauza labda kilo ngapi? Kilo 50. Kwa siku unauza kilo 50 unazopika na kusupply. Lakini ukija katika ufafanuzi mzima, haiwezi kutokea kwamba watu wamekuja at a time muda huo wameingia na kununua hizo kilo 50 ulizopika na kuondoka. Hicho kitu hakiwezekani. Kama ni kilo 50 ndo budget yako, maana yake umefungua tangu ile mchana wameanza kula mpaka ile ya dina zinaisha kilo 50. Kwa watu, na sio kwamba watakuwa wanakuja wote kwa pamoja wanakula chakula alafu na kuondoka wote kwa pamoja. No. Kwa hiyo kutakuwa nakuja na kuondoka, nakuja na kuondoka. Hiki kitu tunaweza tukaja tukiona katika style kama hii. Tuseme kuna kitu cha namna hii. Wewe kwako hapa ndo asubuhi. Hapa ndo eneo hili ndo asubuhi hapa. Hapo ndo asubuhi kwako. Na katika hili eneo hapa ndo jioni kwenye biashara yako. Hapo ndo jioni. Sasa tukianza kuangalia mchanganuo mzima wa biashara yako ulivyokuwa unafanya, maana yake kuanzia asubuhi kuja mpaka jioni, kuna watu labda asubuhi walikuja kupata breakfast, wamekuja kadhaa, lakini sio kwamba wote wamemaliza same time. Kuna wengine wameondoka, lakini sio kwamba wameondoka wote kwa sababu hawajaja wote kwa pamoja. Wengine wamebaki, lakini wakati wengine wamebaki bado kuna wengine wameongezeka. Unaona? Lakini muda huo au wameongezeka, kuna wengine wanatoka na wengine wanaongezeka, na wengine wanatoka na wengine wanaongezeka. Sasa rate ya kutoka na rate ya kuongezeka vitakuwa vinatofautiana. Pengine rate ya kutoka itakuwa ni kubwa zaidi kuliko wanaoongezeka, lakini kuna pengine rate ya kuongezeka itakuwa ni kubwa zaidi kuliko ya kutoka. Itafika wakati wataanza kuondoka mazima, wanakuja wengine, wanapungua. Sasa labda ilikuwa ni lunch time, wamekuja wengi kwa wakati mmoja. Sasa wakati wa kuondoka utaanza kupungua. Kufika mpaka jioni unakuja kufunga nini? Biashara yako. Wewe utakuwa na kitu cha namna hii. Kama utakuwa unachora mfumo wako labda wa mapato na matumizi, utakuja kujua kwamba kwa wakati fulani, au umeweka system yako ambayo inakuwa inarekodi ile nzima, mtiririko mzima unavyoenda, watu wanavyoingia na kutoka. Kwa hiyo utaona kwamba kuna watu watakuwa wanaingia muda fulani, wengine wanatoka, wengine ndo wanaingia kula, wengine wanaondoka. Kuna muda mwingine wataingia wengi kwa pamoja. Ndo kama hapa sasa umefikia labda wakati fulani, labda ndo chakula cha jioni, watu wengi wamekuja, wametoka makazini, wametoka wapi, wamekuja, lakini sasa hakuna mtu anayekuja anymore. Hii ndo kikomo chako. Kama ulikuwa unapika kilo ngapi? Kilo 50 kwa siku, hapa ndo umeshafikisha ngapi? 50 zako. Hapa ndo umeshafikisha 50 zako. Kwa mwisho wa siku wao wameshachukua, ndo wanaanza kuondoka, wanaondoka mpaka mwisho. Sasa huu mtiririko unaoona hapa ndo mtiririko tunaoona hata kwenye charts hapa. Unaona chart ilivyokaa. Tuseme tukiconsider katika kaeneo kama haka. Kaeneo kama haka na haka humu ndani. Kwa ndo kitu kinachochukua kinatokea. Ina represent kitu ambacho kinatokea katika market. Watu wanakuja na kuondoka, wanakuja na kuondoka. Kitu cha namna hii. Sidhani kama mnapata concept kidogo, lakini tunaweza tukaona vibars. Hiki ni kibaa kimoja, kibaa kingine, lakini hii iko katika modified way kuzidi hii ambayo ni ya mstari.
inakuonyesha kwamba hii hapa candlestick moja imebeba information ya data kiasi gani zimeaccumulate katika hiyo candlestick, na inayofuata imebeba information. Ndio maana unakuta zinatofautiana ukubwa, zinatofautiana maumbo, vitu kama hivyo. Nadhani picha kidogo imeonekana hapo. Tuende tukaone kitu kingine zaidi. Baada ya hapo, nadhani kitu kingine ambacho kitakuwa ni cha kukiona katika mtiririko mzima itakuwa ni baadhi ya terminologies. Kuna maneno ambayo yanatumika katika forex. Kuna mtu amewasha mic. Anyway, kuna baadhi ya terminologies ambazo tunakuwa tunazitumia katika forex, na unapokuwa unaingia katika trading utakutana nazo. Baadaye tutatoa notes ambazo zitakuwa zimeelezea kwa ufasaha zaidi, lakini ni vitu vya kawaida ambao vitakuwa vinakuguide kujua hiki ni nini, hiki ni nini. Yani kama ile darasa la kwanza anapoanza kufundishwa labda kikombe au ni ukuta, hii ni nini, baadaye hawezi kuunganisha kutengeneza sentence. Na ni terminologies chache ambazo hazifiki hata 20, lakini zitakusaidia ukiwa unafanya uchambuzi. Kikubwa zaidi tunapoingia katika forex, labda nije hapa, tunapoingia katika forex tunachokuwa tunatafuta ni nini? Tunachokuwa tunatafuta ni opportunities. Opportunities. Hivi ndio kitu ambacho tunakuwa tunakitafuta katika forex, opportunities. Na opportunities tunazozitafuta ni nini? Ni za kubuy au kusell, kununua au kuuza. Ndio opportunities tunazokuwa tunazitafuta katika market ya forex. Hizi tu mbili. Lakini ili tuweze kujua kama wakati fulani inabidi tubuy na wakati fulani inabidi tuuze, tunahitaji tufanye kitu gani ili tujue ni wakati gani tununue na wakati gani tuuze? Kitu ambacho tunakifanya, lazima tufanye kitu kinaitwa uchambuzi, ambacho utakuta unaambiwa analysis. Analysis ndio kitu ambacho inabidi ukifanye ili uweze kujua kwamba hapa unahitajika kubuy au kusell. Kwa mfano, naweza nikatolea mfano. Wewe unapokuwa unataka unapokuwa unataka kuanzisha biashara yako yoyote ile, labda unataka kufungua biashara yoyote katika eneo fulani, kitu cha kwanza nitakuuliza utaanza na mtaji gani. Huwezi kuniambia direct kwamba utaanza na mtaji kiasi fulani. Cha kwanza lazima uingie katika field of study, uingie ukafanya uchunguzi katika hilo eneo, ukaangalie kuna wateja wako ni wateja kiasi gani, wateja wa namna gani, wanaweza kuwa na consumption kiasi gani, then uangalie ule uhitaji wa service ambao unaenda kuintroduce pale. Baada ya hapo ndipo unapoweza kuwa na maamuzi kwamba nataka nianzishe biashara fulani ambayo kwa kiwango fulani, ili nisiwanyime zaidi wateja wakose service au nisije nikaingia kwenye hasara. Kwa hiyo kitu unachokuwa unakifanya ili kuweza kuanzisha biashara yako ni analysis. Maana yake unakuwa analyze kujua uchukue maamuzi gani. Sasa na analysis katika forex, katika kufanya analysis tuna aina mbili za kufanya uchambuzi huo, ambayo ya kwanza ni technical analysis, alafu ya pili ni fundamental analysis. Hizi ndo aina mbili za uchambuzi ambazo tunazitumia kufahamu kitu gani kitakuja kutokea katika soko, katika forex market. Under technical analysis tunakuwa tunaconsider kitu gani? Under technical analysis tunakuwa tunaangalia what happened previously, kitu kilichotokea huko nyuma na kitu kilichopo kinachotokea wakati huu, ili tuweze kupredict au kujua ambacho kinatokea in the future. Hiyo ni technical analysis. Lakini kwa
maelezo ya haraka hii technical analysis inaweza ikawaje. Ni kwa mfano ile pale, kama wewe kama nilivyotumia mfano umefungua mgahawa ile ya kwanza, nikikuuliza swali kwamba leo unapoenda kufungua biashara yako utapika mchele kilo ngapi, automatically utaniambia kilo 50. Hizo kilo 50 unatoa wapi? Ni kutokana na kwamba una mazoea huko nyuma, unajua wateja wangu consumption yao amount ni kilo 50, kwa nitaenda kupika kilo 50, kwamba hicho ndio kitu ambacho kinatokea huko nyuma, nitaenda kupika kilo 50. Lakini tukija kuangalia what is happening on the present, hatuwezi kukariri kwamba kwa sababu waga tunapika kilo 50 kwa hiyo na leo tutapika kilo 50. Lazima tuangalie at present, is there any change? Kwa hiyo unaweza kukuta labda siku hiyo wewe waga unapika, wateja wako wengi ni wafanyakazi, lakini siku hiyo ni public holiday, wafanyakazi hawatakuwepo. Kwa finally wewe hauwezi kufanya nini? Kupata profit. Kwa sababu wateja hawapo, utaingia katika loss. Kwa bila kujali kwamba unaangalia kinachotokea previously, lakini you need to consider even the current situation ili kujua the future, utapata hasara au utapata faida. Kwa hiyo ni katika upande mzima wa technical analysis, kwamba kwa muhtasari tunakuwa tunaangalia kile ambacho kilitokea, price waga inafanya nini previously, na tunaangalia sasa hivi iko inafanya nini. Kwa hiyo baadaye tunakuwa tunajua kabisa kwamba inaenda kufanya kitu fulani. Tukija katika upande mzima wa fundamental ambayo ilikuwa ni namba 2 hapa, tunaangalia event. Hii inatokea due to events ambazo zinatokea katika market. Kuna kalenda ambayo inakuwa inatuonyesha kitu gani kinatokea katika market under fundamental analysis. Kalenda hii inakuwa inaonyesha zipo, ukiingia unaweza kuona labda Forex Factory, ukaangalia kwenye hiyo website kuna news hizo au application. Lakini ukiangalia investing.com, hiyo application inakuwa inaonyesha ile economic news na political news ambazo zinatokea kila siku. Ukija katika upande labda wa economic news zinakuja ku affect vipi movement ya market, ni kwamba ni pale ambapo unakuta labda ni product fulani imeingia, labda take over au imekuwa affected ile demand or supply yake. Katika wakati huo tutategemea either depression au peak rise ya price. Lakini katika politics ni pale ambapo kunakuwa na either political conflict au announcement au kitu chochote, labda kuna leader yeyote anaye resign, hivyo vitu vinasababisha price iweze ku fluctuate ndani ya muda mfupi. Hiyo ni katika upande mzima wa fundamental analysis. Lakini under technical analysis, hiyo ni just overview, lakini sio kitu kidogo. Under technical analysis tunawezaje sasa, tutajuaje kwamba kitu gani kilitokea before, kitu gani kimetokea sasa hivi na kitu gani kitaenda kutokea baadaye. Tuna kitu maana yake, baada ya kujua kwamba nina hizi hapa njia za kufanya analysis, chini ya njia hizi kuna vitu vinaitwa strategies ambazo utatumia. Yani utatumia mbinu gani katika kufanya huu uchunguzi. Katika technical analysis hapa kuna aina mbili. Kuna watu ambao watatumia indicators, kuna watu ambao watatumia price action. Indicators ni derivatives za price action, na sana sana wanatumia watu ambao ni wazembe waweze kufanya uchambuzi. Kwa zimekuwa derived from price action. Kwa price action is the mother of all strategies, na ndo tunayokuwa tunaitumia katika kufanya uchambuzi. Sasa under price action tuna tools ambazo tunakuwa tunazitumia, tools ambazo ziko under price. Kwa hiyo katika technical analysis tunakuja kuona strategies, ambapo under price action tutakuwa na vitu ambavyo ni tools tunazotumia kufanya uchambuzi. Na hizi tools ya kwanza sitaziorodhesha, lakini nitazitaja kwa sababu sasa hivi we are just seeing the overview, lakini coverage tunaweza kuja kuifanya ili ujue ni kitu gani kiko mbele yako na unaweza kufanya ndani ya muda gani. Take even 1 week kila kitu tunakuwa umecover. Katika tools ya kwanza, tool ambayo tunaitumia ni support and resistance levels. Tutatumia trend line au
counter trend lines, lakini tutaangalia vitu kama candlestick patterns. Naona meeting inaelekea kwa nini? Link inaelekea ku expire. Kwa meeting itakatika ndani ya dakika moja. Nitatuma link sasa hivi nyingine kwa tujoin, alafu tuendelee hapa tulipoishia. Kwa hii naikatisha, alafu natuma link nyingine, tutajoin kwa kutumia hiyo link nyingine.